na jambo hili liko wazi. Kuna shida hapa ya viongozi hao walioingia madarakani, ikiwemo wewe mwenyekiti. Na yule nafikiri naungana na yule bwana kashirikana. Ninyi mna maslahi yenu binafsi mnataka. Mfano tupata hili eneo muweze kuuza. Bahati mbaya mnachochea wananchi, unaona sasa wanataka kufanya tatuletea matatizo hapo. Si wananchi kama wananchi. Viongozi hawa ndio wanaowashawishi. Akiwemo huyu mwenyekiti, wewe na baadhi ya kwenu vitongoji kule. Mnawatia pesho kwa sababu sio jambo ambalo limekuwepo. Mimi mwenyewe nimeshakaa hapa miaka 2. Hakuna jambo la eneo zaidi ya tu ya kihoja ambacho kinaibuka ambacho hakina na ufafanuzi unatolewa ikaishia. Sasa hivi imekuwa na nguvu mpaka watu kusubiriwa. Na huo muhtasari wenyewe ambao mnauleta mnasibirisha kwamba kuna muhtasari ni uongo. Haina uhusiano. Naona kumbe wewe umeshausoma na kusoma. Alafu sisi ni watu ambao tumekuja tu. Hawa ni watumishi walio wengi wamekuja huko. Waweje kutaka kuvurugana na ninyi na kuchukua mali ili iweje? Alafu msiseme mgogoro na sekondari ninyi. Hii sekondari hizi ni taasisi ya umma. Nasikia? Huyu ni headmaster tu amekuja hapa, kesho anaweza kuhamia Tingi. Sio yeye kwamba yeye ndiye amechukua haya maeneo. Amekuta utaratibu huo upo kama ambavyo imeelezwa hapa, na bahati nzuri kuna kitu kikubwa. Maeneo haya yalikuja yakapimwa, si ndio? Na wao wenyewe wananchi ndio wakawa wanaongoza kuonyesha maeneo ya shule. Na imeelezwa hapa vizuri historia kwamba ilikuwaje. Bado wanasoma kilimo hapa. Unaona? Shule gani ya kilimo agriculture? Mimi nilisoma walepo shule ya agriculture. Tena hili eneo ni dogo. Msoma Arans pale, msoma sekondari. Dogo hili eneo la hapa. Miradi tuliyokuwa nayo pale kama shule ya kilimo kama mfano. Sasa mnachanganya mambo, mnasema kwamba ni nini na hivi na hivi. Sasa ni hapa tunamalizana hapa. Na tunaenda wote kwenye mkutano. Nyinyi hakuna mtu kuondoka kusema eti anaenda wapi. Mkutano wa kijiji kama ndio wote, serikali ya kijiji tunaenda wote. Na wewe hapa. Lakini maamuzi ni haya. Kuanzia leo wewe sio mwenyekiti wa kijiji. Utasimama kwenye hiyo nafasi kupisha uchunguzi. Kwa sababu kuna tuhuma hapa zimeelezwa. Hivi ninavyoongea kwa sasa hivi wewe sio mwenyekiti wa kijiji. Ulikuwa ujue kwamba unaweza ukasimama kazi muda wote. Mwenyekiti wa kitongoji hiki ambacho ni makao makuu ni nani? Ndio ataenda kupitishwa na mkutano mkuu kuwa mwenyekiti. Ni wewe? Na wewe hakuna. Wewe. Na wewe unapisha uchunguzi. Na wewe sio mwenyekiti wa kitongoji. Kuanzia sasa hivi ninavyoongea. Mnapisha uchunguzi. Kwa sababu ninyi mnataka kuleta matatizo hapa. Mtachunguzwa kwa mambo gani? Kwanza kuwachochea wananchi. Kuwachochea wananchi kufanya vurugu, kuhatarisha maeneo, kuleta vurugu. Kama watu wanaweza kutaka tunaenda kuchukua haya maeneo kwa nguvu, nini kingetokea? Na askari wanakuja hapa. Si ni hatari hiyo, si ndio jamani? Ni jambo dogo hili. Hiyo moja. 2. Mfano wewe unatuuma. Kuna maeneo wewe hapo ulichukua maeneo kwa unauzia watu, sijui ulirejesha, sijui namna gani ukawauzia. Sijui ulirejesha au kuna taarifa hizo. Na sikusingizii. Utamchunguza huyo. Kwa hilo pia. Hayo maeneo ilikuwaje? Sawa. Kwa hiyo wewe na wewe sio mwenyekiti wako. Kuanzia sasa hivi ninapoongea. Umesimama kazi. Unaweza ukarudi kama tuhuma zikienda tukaonekana mambo hayako ndani sana. Unaweza, lakini kwa sasa lazima usimame ili upishe uchunguzi. Na wewe kitongoji gani upo wewe? Nyerere. Na wewe sio mwenyekiti wa kitongoji. Kuanzia sasa hivi atapatikana mtu kwenye mkutano wa hadhara kule atakaye kaimu na mwenyekiti wa kitongoji kulingana na utaratibu cha mjini. Kama anafaa, kama vinginevyo wanaweza kupendekeza mtu ambaye wanadhani miongoni mwa mwenyekiti wa kitongoji ambaye yuko vizuri akasimama kwa mwenyekiti wa kijiji kwa muda. Tumeelewana?
Tumeelewana hiyo? Sawa. Haya mambo ndio nyinyi wenyewe mliyapata. Tena baada ya kupata hizo taarifa nimejiridhisha sasa. Kumbe yale niliyokuwa nawaza kichwani hapo sasa hivi. Kwa hiyo itakuwa ni hivyo mpaka hapo itakapothibitika. Baada ya uchunguzi TAKUKURU mtafanyia uchunguzi. Sasa tutaona kiwango cha athari ambacho kilikuwa kinakuja mbele na usalama katika maeneo haya. Tunachohitaji robo tatu ya kijiji cha Lundo sasa imemezwa na maji. Na sisi tunazaa. Kwa kuwa kiongozi ni yule anayeitika na kutatua matatizo ya matatizo ya wananchi wake. Mimi nimekusifu leo mimi. Na kupigia makofi kwa mara tumefika. Lakini bado hapa pana tatizo mheshimiwa. Yaani sisi tunachohitaji tukae tumalize mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa amani kabisa. Asante. Vamiwa na maji, kwa hiyo hamna sehemu ya kutosha kwa ajili ya shughuli mbalimbali kama ni makazi, kilimo na hilo ni swala ndio mnalisema sasa hivi tatizo. Sasa labda hilo ndio tungekaa chini sasa tutafakari, tujadili na sisi tuende tufikirie tuone tunafanyaje. Sasa labda mimi niondoke na hilo. Lakini haya mengine labda ni ushauri ambao tutaona inakuwaje, lakini naona tatizo ambalo umelisema sasa. Hiyo nakubali kusikiliza hilo tatizo la maeneo yenu ya kufanya nini ya shughuli. Sawa hilo ngoja nilichukue sasa twende tukalifanyie kazi. Na itabidi tena kurudi labda na kutembelea kuona maeneo jinsi mlivyokaa na namna gani. Lakini mimi kwa swala hili la hilo wanaleta wataalamu kwa ajili ya kuja kupima eneo la shule. Hao wataalamu mtawaleta huku na nyinyi sasa mtakuwa na uwakilishi, mtakuwepo kama hao wazee na hivi na hivi. Lakini ni vizuri mnatakiwa kuwa na ushahidi unaothibitika wa umilikaji wa eneo. Sababu kama shule tayari kuna alamani iko pale. Na mimi nilitegemea kwa sababu kama mngekuwa ninyi ndio wamiliki wa hilo eneo, siku nyingi sana mngekuwa mmeshakata viwanja humo na mambo mengine mengi. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya na pia zina bei nafuu kwa kila Mtanzania. Kutoka ndani ya kina cha ardhi, kazi ni jasho, kazi ni bidii, kazi ni uthubutu wa kweli. Lakini kila shujaa anastahili zawadi ya ushindi wake. Basembi, bia ya mashujaa, bia ya kazi, bia yenye ladha kali isiyosahaulika. Haina hangover, ina nguvu. Ni chaguo la wanaume wanaofanya kweli. Basembi Extra Lager, kazi imeisha, sasa ni muda wa ladha safi.